Uhali gani mtazamaji wa Mlimani TV, nikukaribisha sana katika dondoo za Mlimani, ambapo leo tuko na habari za kitaifa, kimataifa, bila kusahau michezo pamoja na burudani. Msomaji wako ni mimi Maria Charles, na moja kwa moja nikupitishe kunako dondoo za kitaifa. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padre Charles Kitima, ameongoza misa ya shukrani kwa mara ya kwanza tangu aruhusiwe kutoka hospitali alipokuwa akipatiwa matibabu kwa takriban mwezi mmoja kufuatia tukio la kushambuliwa na watu wasiojulikana. Ibada hiyo imefanyika leo tarehe 3 Juni 2025 katika kanisa la Bikira Maria Mkingiwa wa Dhambi Asili lililopo katika makao makuu ya TEC Kurasini jijini Dar es Salaam, na kuhudhuriwa na mapadri, watawa na wafanyakazi wa sekretari ya TEC. Aidha, amesisitiza kuwa kanisa Katoliki linapaswa kuendelea kuwa nguzo ya matumaini kwa jamii, hasa kwa watu wanyonge na wale wasio na sauti. Na kwenye upande wa kimataifa, jeshi la Israel limesema linachunguza ripoti za majeruhi katika tukio la ufyatuaji wa risasi walenga wa Palestina waliokuwa wakielekea katika kituo cha utoaji msaada kisheria. Mamlaka ya Hamas imethibitisha Wapalestina wasiopungua 24 waliuliwa karibu na mji wa kusini mwa Rafah na wengine kadhaa kujeruhiwa. Na katika michezo, klabu ya Barcelona imeanza mazungumzo na kiungo wa Arsenal na Ghana Thomas Partey mwenye umri wa miaka 31 kuhusu uhamisho wa bure katika dirisha lijalo la majira ya kiangazi, ambapo mkataba wake utamalizika. Partey ambaye anadaiwa kuwa katika mazungumzo ya kusaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia, msimu uliopita alicheza mechi 52 za michuano yote, huku mpango wa Arsenal kutaka kumbakisha umeibuka hivi karibuni baada ya kuonyesha kiwango bora katika msimu uliopita. Na huo ndio mwisho wa dondoo kutoka hapa Mlimani TV. Kwa nami Maria Charles, asante na kwa